anwani inayosema madhara ya wazazi kuachana na malezi ya watoto baada ya wazazi kuachana. Mada hii tumeichagua kwa sababu ya changamoto iliyokuwepo sasa hivi katika jamii ambayo tunaishi. Watu wengi wanaachana, lakini ukienda katika mahakama talaka zimekuwa nyingi, watu wanagaiana talaka. Ukienda mitaani, watoto wa mitaani wamekuwa ni wengi, na kila ukiuliza utaambiwa wazazi wao waliachana. Watoto wengine wanalelewa na mabibi zao kwa sababu sio wazazi wao wameachana. Wengine imefikia kiwango mpaka kwenda kuwatupa watoto kwa sababu tu ya wazazi kutengana. Kwa hiyo madhara ni mengi sana ya kadhia ya wazazi kuachana kwa kitu kinachoitwa talaka. Sasa kama nilivyoeleza awali ya kwamba wakati ripoti ya Wizara ya Sheria na Katiba wakiwa wanawasilisha ripoti yao leo bungeni, walitoa takwimu ya talaka zilizotolewa au vyeti vya talaka vilivyotolewa na RITA vinafikia 675 mwaka 2024 kuelekea 2025. Vyeti vya talaka vilivyotolewa na RITA vinafika 675. Makadirio ya ripoti iliyopita 2023-2024 walikadiria kwamba vyeti vya talaka vitakuwa ni 583, ambayo ndio ingekuwa 100%. Lakini makadirio yao hayakuwa hivyo. Maana yake talaka zimekuwa nyingi zaidi na matarajio yao waliokuwa wameyaweka, zimefikia 675. Hii ni sawasawa na kusema kwamba talaka zimefikia 116% nje ya yale malengo ambayo Wizara ya Sheria na Katiba waliokuwa wameyapiga kwa mwaka 2023-2024. Kwa takwimu hii inaonyesha wazi kwamba talaka limekuwa ni nyingi sana, na tuliokuwepo hapa ni mashahidi kwamba sasa hivi ukienda katika mabaraza ya kata, ukienda katika ofisi za serikali za mitaa, ukienda mahakamani, kesi za talaka zimekuwa nyingi kuliko ni kesi za wizi. Kuna sababu mbalimbali zinazopelekea mpaka watu wakawa wanadaiana talaka, zipo nyingi sana. Wakati fulani ni mtu kukosa uaminifu katika ndoa yake, ima mwanamke au mwanamume, inapelekea watu kuachana. Au wakati fulani tamaa ya mali inapelekea watu kuachana. Au wakati mwingine ni ushawishi ambao mtu anaupata kutoka upande mwingine, inapelekea watu kuachana. Au wakati mwingine ni zile mentality ambazo watu wanajengewa kwenye fikra zao na akili zao kwamba mtu anaweza kuishi mwenyewe pasipokuwa na mwenza wake. Kwa hiyo anaona ni bora aende akadai talaka ili aweze kuishi huru, kwa sababu ameaminishwa kwamba yeye anaweza kuishi mwenyewe. Kwa hiyo sababu ziko nyingi sana zinazoweza kupelekea hii hali ya talaka kuwa nyingi sana katika jamii hivi sasa. Lakini mimi nianze kwanza kuelezea mada yangu, kuelezea kitu kinachoitwa ndoa, ambapo huu ndio msingi mkubwa tunaokusudia kuuzungumza, na kisha kuangalia hayo madhara yanayotokana na kitu kinachoitwa ndoa kuvunjika. Madhara yake ni yapi? Jamii imeathirika kwa kiwango gani? Ndugu zangu, ndoa ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka likiwa na malengo maalumu kabisa. Lakini katika miongoni mwa malengo ya ndoa lengo lake
ikuja au imewekwa sheria ya ndoa kwa ajili ya hifdhi nasli. Hifdhi nasli maana yake ni kuhifadhi kizazi. Ndoa imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa na lengo la kuhifadhi kizazi. Mtu ambaye atazaa nje ya ndoa, kizazi chake kinakuwa kinapotea kisheria, yule mtoto anakuwa sio wa kwako. Ukizaa nje ya ndoa unakuwa huna kizazi, yule mtoto anakuwa sio wa kwako. Kinachopelekea kuthibitisha kuwa yule mtoto ni wa kwako ni kitu kinachoitwa ndoa. Ndicho kinachopelekea kuthibitisha kwamba huyu mtoto ni wa kwako. Kwa hiyo ukizaa nje ya ndoa, maana yake umekata kizazi. Kama mtoto ilikuwa aitwe Juma ibn Abdallah, wewe unaitwa Abdallah, yule mtoto hatoitwa Juma ibn Abdallah, hatoitwa hivyo. Kwa sababu gani? Amezaliwa nje ya ndoa. Hiyo ndio kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Kama binti yako ilikuwa aitwe Maryam binti Abdallah, hatoitwa Maryam binti Abdallah kwa sababu yule mtoto amepatikana nje ya ndoa. Kwa hiyo maana yake ndoa au mtu akizaa nje ya ndoa anakata kizazi, anakuwa hana kizazi. Ukoo wake unakuwa hauhesabiki kwamba huu ni ukoo wa fulani kisheria katika dini ya Uislamu. Na ndio maana mtu aliyezaa nje ya ndoa, yule mtoto anakuwa hawezi kurithiana naye. Kwa sababu gani hawezi kurithiana naye? Kwa sababu anakuwa sio mwanawe kisheria. Ili awe mwanawe lazima ipatikane kitu kinaitwa ndoa, ndio tunasema huyu mwanae. Kipatikane kitu kinaitwa ndoa, ndio tunasema huyu sasa mwanawe, kwa sababu kuna ndoa. Na nakumbuka katika somo la mirathi tulisoma kwamba ndoa ni kigezo kinachopelekea watu kurithiana. Mke anaweza kumrithi mume na mume anaweza kumrithi mke kwa kitu kinachoitwa ndoa, na mtoto anaweza kumrithi baba na baba anaweza kumrithi mtoto kwa sababu ya kitu kinachoitwa ndoa. Otherwise, kinyume na hapo haiwezekani watu kurithiana. Kwa hiyo ndoa kwa maana nyingine imekuja kama ni hifdhi nasli, kuhifadhi kizazi. Unahifadhi kizazi chako kwa kitu kinachoitwa ndoa. Lakini ndoa imekuja kutufanya sisi tuwe wengi katika ulimwengu, kwamba watu waoane, lipatikane tendo la ndoa ili watu wawe wengi. Na hadithi ya Mtume imekuja, Mtume anasema ya kwamba oaneni. Oaneni kwa sababu gani? Fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyama, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyama, ubahi bikumul umama yawmal qiyama. Oaneni muwe wengi, tanakahu takthuru, oaneni muwe wengi. Kwa sababu gani? Mtume anasema fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyama, mimi nitajifakharisha kwa wingi wenu siku ya kiyama. Kwa ule wingi wenu baada ya kuoana, mimi nitajifakhiri nao siku ya kiyama. Mafuhumu mukhalafa ya hadithi hii ni kwamba wakiwa watapatikana watoto nje ya ndoa lakini ni Waislamu, Mtume atashindwa kujifakhiri siku ya kiyama kwa sababu watoto ni wa nje ya ndoa. Lakini wakiwa ni wa ndani ya ndoa, Mtume anasema fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyama, mimi nitajifakharisha katika nyimati nyingine kwa sababu ya ule wingi wenu uliokuwepo pale, kwa sababu ya kitu kinaitwa ndoa. Kwa hiyo ndoa imekuja kutufanya sisi tuwe wengi katika ulimwengu, tofauti na zinaa. Zinaa inaweza ikawafanya watu wawe wengi, lakini zinaa itashindwa kumfanya Mtume akajifakhiri yaumal qiyama sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hii ndio sababu nyingine kuwepo kwa kitu kinaitwa ndoa. Sasa ndoa ni kitu gani? Ili tuelezee mada yetu vizuri, madhara ya wazazi kuachana. Tunapozungumzia ndoa, nini maana ya ndoa? Tunapozungumzia ndoa katika sheria ya Kiislamu au an-nikah, ndoa maana yake ni al-iqdu, maana yake ni fungamano, ni mkataba wa kisheria, ni fungamano maalum ambalo analoingia kati ya mke na mume. Hii ndio maana ya ndoa. Kwa hiyo watu wanakubaliana
kuingia katika ndoa baina ya mke na mume. Kwa hiyo ukisikia nikah, maana yake ni al-iqdu, imekuja katika lughatan wa istilahan, imekuja kilugha kuelezewa nini maana ya nikah, na imekuja kisheria nini maana ya nikah. Lakini kisheria maana yake ni al-iqdu, maana yake ni fungamano maalum ambalo analiingia baina ya mke na mume. Hii ndio maana ya ndoa katika sheria ya Kiislamu. Na ukija katika sheria ya Tanzania, ukizungumza kitu kinaitwa ndoa, au kwa tafsiri nyingine neno marriage. Neno marriage maana yake ni voluntary union between men and women, ni makubaliano, ni joint venture, ni makubaliano ya watu wawili kuungana kati ya mwanamke na mwanamume. Ni makubaliano ya watu wawili kuungana, ni voluntary union between men and women. Ni makubaliano ya watu wawili kuungana kati ya mwanamke na mwanamume. Hii ndio maana ya meaning of marriage katika law of marriage ya Tanzania, katika sheria ya Tanzania. Kwa hiyo kwa tafsiri hii maana yake hakuna ndoa ya jinsia moja, yani kati ya mwanaume na mwanaume au mwanamke na mwanamke. Katika sheria ya Tanzania jambo hilo hamna. Ukisoma katika law of marriage ya 2008 kwamba sheria ya ndoa ni kwamba inatambua ni muunganiko, ni joint venture ya watu wawili kati ya mwanamke na mwanamume. Ukizama deep zaidi, ukienda ndani, utakuta kuna types of marriage, kuna aina za ndoa katika sheria ya Tanzania. Ndoa zina aina zake. Kuna ndoa inaitwa ni polygamous, alafu kuna ndoa inaitwa monogamous. Katika sheria ya Tanzania kuna ndoa ya wake wengi na kuna ndoa ya mke mmoja. Ukienda katika sheria ya dini ya Ukristo, ndoa inatambulika ni ndoa ya mke mmoja, wao hawana ndoa ya wake wengi. Lakini ukija katika dini ya Uislamu kunatambulika ya kwamba, kwa sababu wao wanaweza kuoa watu wawili, watatu mpaka wanne. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa. Kwa hiyo katika sheria ya Uislamu au katika dini ya Uislamu, ndoa kuanzia mmoja, wawili na kwenda mpaka wanne. Kwa hiyo sheria ya Tanzania ikaweka hiyo polygamous na monogamous, kwamba kuna ndoa ya wake wengi na ndoa ya mke mmoja. Lakini sasa ukienda kwenye sheria ya Tanzania hiyo hiyo, imezigawa hizi ndoa kwenye aina ya ndoa. Kuna aina tatu za ndoa katika sheria ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna ndoa inaitwa ni civil marriage. Civil marriage ni ndoa ya kiserikali, watu wanakwenda kuoana kwa mkuu wa wilaya. Alafu kuna cultural marriage, kuna ndoa ya watu kuoana kimila, kuna ndoa za kimila. Sheria ya Tanzania inatambua kuna ndoa za kimila. Alafu kuna religious marriage, kuna ndoa za kidini, Wakristo, Waislamu, Mabudha na dini nyingine ambazo zipo Tanzania. Ndoa hizo na zenyewe kiserikali zinatambulika. Kwa hiyo hii ndiyo meaning of marriage, ndiyo maana ya ndoa katika sheria ya Uislamu. Maana ukisema an-nikah, ndoa maana yake ni al-iqdu, ni fungamano maalumu ambalo mwanamke na mwanamume wanakubaliana kuingia katika mkataba huo. Ni mkataba maalum ambapo katika mkataba huo ndo kuna ijabu na kabuli, kuna kuomba na kukubaliwa. Baba akisema nimekuozesha na yule mwanaume akisema nimemuoa, hii katika sheria ya Uislamu tunasema ni ijabu wa kabuli, ni kuomba na kukubaliwa, kwamba mtu anaomba kuozeshwa au anaomba kumuozesha na yule anakubali kuozesha yule mwanamke. Kwa hiyo ni mkataba pale, wanakuwa washaingia tayari kwa makubaliano maalum, kwa mahari maalum. Mahari yangu itakuwa 300,000, 400,000, milioni, milioni 100, inategemea na mahari ambayo utakayokuwa wamepatana hao watu. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya ndoa katika sheria ya Uislamu na katika sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini
Lengo la ndoa kama tulivyosema ni kuhifadhi kizazi. Maisha ya ndoa Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala alivyoyaweka, au maisha ya wanadamu alivyoyaumba Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa hayana siku moja. Yani maana yake mwanadamu katika maisha yake huwa hana siku moja. Mwanadamu kwenye maisha yake anakuwa na siku tatu. Ana jana, ana leo, alafu ana kesho. Jana mwanadamu anakuwa ameishi, leo mwanadamu anakuwa yuko ndani yake, lakini kuna kesho mwanadamu ambayo anakuwa haijui sasa kesho yake atakuwa yuko wapi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakuumba siku moja katika maisha ya mwanadamu, ameziumba siku tatu katika maisha ya mwanadamu. Kwa kuwa ameumba siku tatu, siku huwa hazifanani katika maisha ya mwanadamu. Siku huwa hazifanani. Leo kama ni Jumatano, kesho itakuwa ni Alhamisi, mtondogoo itakuwa ni Ijumaa. Yanayotokea leo hayawezi kutokea kesho. Yaliyofanyika leo hayawezi kufanyika kesho, au yaliyofanyika jana hayawezi kujirudia tena. Hivi ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba. Kwa hiyo kwenye maisha ya ndoa na yenyewe vile vile huwa hayana siku moja. Ndoa inakuwa ina misukosuko sana ndani yake, sana. Ina misukosuko mingi sana. Na Mwenyezi Mungu anasema watilkal ayyamu nudawiluha baina nas. Siku hizi za wanadamu Mwenyezi Mungu amezigeuza kwamba siku moja itakuwa hivi, siku nyingine itakuwa hivi. Leo umelala na njaa, kesho utashiba. Leo umeshiba, kesho utalala na njaa. Hivi ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka utaratibu wa masiku katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu hana siku moja, na katika ndoa hakuna siku moja. Leo ukiwa na furaha na mke wako, kesho inawezekana ukagombana naye mke wako. Leo ukigombana naye inawezekana kesho ukawa na furaha. Tena ajabu, kuna siku unaweza ukarudi nyumbani ukajikuta umenuna tu, from nowhere wewe umenuna tu nyumbani kwako. Yani huna sababu, umerudi umenuna tu. Mke wako anakuuliza vipi? Niache bwana, niache bwana. Yani umenuna tu. Yani hiyo hali huwa inatokea wakati mwingine. Na mwanamke wakati mwingine unaweza ukarudi nyumbani ukamkuta amenuna vile vile. Ukimuuliza sababu ni nini? Hana sababu, amenuna tu, ameamua. Watilkal ayyamu nudawiluha baina nas. Kuna siku mwanadamu anaamka mood na kuwa yuko mood off, yani mood off kabisa. Yani mtu anakwambia leo nimeamka lakini sijisikii vizuri. Nimeamka na hasira. Na kweli mtu anaamka ana kisirani tu. Anagombana na watu ovyo, atagombana na watoto, anakuwa mkali, mke wake anakuwa mkali kwa mkewe mkali. Yani kuna siku mwanadamu huwa anaamka yuko hivyo. Watilkal ayyamu nudawiluha baina nas. Na kwenye maisha ya ndoa ndio iko hivyo. Kwamba kuna siku utagombana na mke wako, kuna siku mtaelewana na mke wako. Sasa hizo ni siku tu katika maisha ya mwanadamu. Lazima uelewe hicho kitu. Yako maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, anasema la huznu yadumu wala surur. Hakuna furaha inayodumu na wala hakuna huzuni inayodumu katika maisha ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kuwa na furaha tu kwenye maisha yake, haijawahi kutokea. Na wala haijawahi kutokea mwanadamu akawa na huzuni tu kwenye maisha yake, haijawahi kutokea. Kuna siku unakuwa na furaha, kuna siku unakuwa na huzuni. The same na kwenye maisha ya ndoa hivyo hivyo. Kuna siku unacheka, unafurahi na mke wako, kuna siku mnagombana. Ima mtagombana kwa sababu, ima mtagombana bila ya sababu. Lakini watilkal ayyamu nudawiluha baina nas. Ni masiku tu Mwenyezi Mungu anayabadilisha baina ya watu. Kwa hiyo maisha ya ndoa kwa kawaida yanakuwa na ups and down. Yanakuwa na kupanda na kushuka. Maisha ya ndoa yako hivyo. Yanakuwa yanapanda na kushuka. Mwanzoni katika maisha ya ndoa kila mmoja anakuwa anafurahia maisha. Lakini kadri ya miaka inavyokwenda kila mmoja anakuwa anaanza kumzoea mwenzie katika maisha ya ndoa. Mtu mmoja aliwahi kusema
kullu nikahun yajibu an yamurra fi 4 marahil, kila ndoa lazima ipitie katika stage 4. Kila ndoa lazima ipitie katika stage 4. Ukioana na mke wako stage ya kwanza, mtakuwa katika mapenzi moto moto. Mwaka wa kwanza ule mnakuwa mnapendana, mnapelekeana maji chooni, bafuni, nini, ndio mwaka wa kwanza. Baada ya miaka 3 au 4, wewe utaanza kumuona mke wako wa kawaida, na wewe mkeo ataanza kukuona wewe wa kawaida. Yaani kama zamani ilikuwa ukifika na kupokea mzigo atakuwa hakupokei tena. Tayari mshaanza kuonana wa kawaida. Hii ni hatua ya pili katika maisha ya ndoa. Hatua ya 3 katika maisha ya ndoa, kinachofuatia sasa, kila mmoja anakuwa anaishi kwa sababu ya mwingine. Tumezaa watoto, kwa hiyo nikimwacha huyu watoto wangu watapata tabu. Kwa hiyo mtu anaamua kuishi na mkewe tu kwa sababu ya watoto, na mwanamke vile vile anaamua kuvumilia kwa sababu anaona nimezaa naye huyu, nikiachana naye mume wangu, nikidai talaka watoto wangu watapata tabu. Hii ni hatua ya 3 kwenye ndoa, huwa inafikia hatua hiyo. Hatua ya 4 katika ndoa ndio unasikia watu wameachana. Hiyo ndio hatua ya mwisho katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo kila ndoa huwa inapitia katika stage 4. Ukiona wakati fulani unagombana na mke wako, hizo ni stage tu katika ndoa, na wala haiwezi kuwa hiyo hali inadumu kwamba mkawa mnagombana kila siku. Hapana. Na wala haiwezekani mkawa kila siku mnakaa mna furaha. Hapana. Kuna siku mnagombana, kuna siku mnafurahi. Hivyo ndivyo hali ya maisha ya ndoa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba. Lakini ikitokezea watu wakigombana, haiwi sababu ya watu kudaiana talaka au mwanamume kutoa talaka kwa mke wake. Ikitokezea watu wameachana kwenye maisha ya ndoa, ikitokezea watu wamegombana kwenye maisha ya ndoa, haiwi sababu ya mwanamume kutoa talaka au haiwi sababu ya mwanamke kudai talaka kwa mume wake eti kwa sababu tumegombana. Haiwezi kufikia hatua hiyo, kwa sababu wako baadhi ya wanawake wanadai talaka kwa sababu tu wamegombana na waume zao, na wako wanaume wanatoa talaka ni kwa sababu tu wamegombana na wake zao. Hichi kitu hakiwezekani kwenye maisha ya ndoa, kwa sababu la huznu yadumu wala surur. Hakuna furaha inayodumu na wala hakuna huzuni inayodumu. Leo kama mmegombana, kesho mtakuwa na furaha tu, na kama leo mna furaha, kesho inawezekana mkagombana. Hiyo yote inawezekana kwenye maisha ya ndoa. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake anasema, ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote yule, sa'alat zawjaha talaqan, akawa amemuomba mume wake talaka. Tena Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, fi ghairi ba'sin, pasipo kuwepo na sababu yoyote ile ya kudai talaka. Mwanamke yoyote yule, ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote yule akaenda akadai talaka pasipo kuwa na sababu yoyote. Yaani mmegombana kidogo tu ukaenda ukadai talaka, mala hakuna sababu ya msingi kudai talaka. Mtume anasema, fa haramun alaiha raihatul janna, ni haramu juu yake mwanamke huyo, kwake yeye kunusa harufu ya pepo. Kusikia ile harufu ya pepo ni haramu juu yake mwanamke huyo. Kwa maana yake hapa Mtume alikuwa anafundisha haifai kwa mwanamke, ikiwa tu watakosana kidogo na mume wake kisha yeye akakimbilia kwenye kudai talaka, hili jambo halifai. Kwa sababu gani? watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, ni siku tu Mwenyezi Mungu anazibadilisha baina ya watu, kwamba yaumun laka wa yaumun alayka, kwamba leo itakuwa ya kwako, leo sio ya kwako, leo mna furaha, kesho mna huzuni. Hayo ndio maisha ya ndoa. Au mwanamke akadai talaka au mume akampa talaka mke wake kwa sababu tu ya maisha yamekuwa magumu, kwamba pengine leo tumelala njaa, sasa mimi nipe talaka yangu niende kwetu bwana, mimi siwezi kuvumilia njaa. Au mume kaenda katafuta riziki amekosa, sasa mimi nakupa talaka bwana, nimekosa riziki, kwa hiyo wewe nakupa talaka bwana, nenda kwenu. Hapana. watilka al-ayyamu nudawiluha
baina an-nas. Ni siku tu Mwenyezi Mungu anazibadilisha baina ya watu. Kwa hiyo haifai kudai talaka au mume kumpa talaka mke wake kwa sababu tu eti wamekosana kidogo katika maisha ya ndoa. La huznu yadumu wala surur, hakuna furaha inayodumu na wala hakuna huzuni inayodumu. Siku zote ukiwa na furaha leo, kesho utakuwa na huzuni. Leo ukiwa na huzuni, kesho inawezekana ukawa na furaha. Kwa hiyo inatakiwa wale ambao wapo kwenye maisha ya ndoa walitambue jambo hili. Walitambue jambo hili. Kugombana sio sababu ya kutoa talaka, na wala kugombana sio sababu ya kudai talaka. Yako magomvi katika sheria yakitazamwa, basi inapelekea kumfanya mwanamke akadai talaka katika ndoa yake, lakini si magomvi haya ya kawaida. Yani watu wakikosana kidogo tu kwamba mtu sio magomvi ya sampuli hiyo. Kuna baadhi ya magomvi katika sheria ya Uislamu imekwenda mbali mpaka kadhi anaweza kufanya fasku. Kadhi anaweza kuifuta ndoa ikawa ni fasqul iqd, ndoa ikafutwa kabisa. Imma ikitokezea mwanamume akawa anampiga mke wake mpaka anampasua, ikatokezea mwanamume akawa anamdhalilisha mke wake, yani kiasi ambacho mpaka mwanamke anadhalilika mbele za watu, kisha mwanamke akadai talaka, mwanamume kutoa talaka akawa hataki kutoa, na mwanamke kujifanyia khulu hawezi. Mwanamke huyu afanye nini? Kadhi anaweza kutengua hiyo ndoa. Lakini sio magomvi haya kawaida kwamba leo mmenuniana, mara huyo kakupiga kofi kidogo nataka talaka yangu. Hapana, magomvi hayo hayapelekei watu kuweza kudai talaka au mwanamume akatoa talaka. Kwa hiyo ni haramu, haifai. Na abghadul halal, na katika miongoni mwa halali inayochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema ni at-talaq. Ndio abghadul halal, ndio halali inayochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwanamume kutoa talaka. Ni jambo ambalo halitakiwi. Na mwanamke kudai talaka kwa mume wake ni jambo ambalo ni haramu kwa mwanamke kwake kufanya hivyo. Haifai bighairi ba'sin au fi ghairi ba'sin. Mwanamke akadai talaka bila ya kuwa na sababu ya msingi ni jambo ambalo halifai. Na mwanamume akatoa talaka bila sababu ya msingi ni jambo ambalo lamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipo hadithi ya Mtume inayosema kwamba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa inatikisika siku ambayo mwanamume akawa anatoa talaka kumpa mke wake au watu wakawa wanaachana. Arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa inatikisika kwa kile kitendo cha mwanamke kudai talaka na kisha mwanamume akatoa talaka au mwanamume akatoa talaka kumpa mke wake. Arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inatikisika. Na hekima ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala kumpa mamlaka mwanamume. Mwanamume sio kiumbe anayeongozwa yani kihisia, sio kiumbe wa hivyo, sio kiumbe anayeongozwa kihisia. Lakini mwanamke ni kiumbe anayeongozwa na hisia. Mwenyezi Mungu alipolijua hili akaondoa ile mamlaka ya talaka akampa mume, kwamba wewe ndio utakuwa na uwezo wa kutoa talaka, kwa sababu mwanamume huwa haongozwi na hisia, bali mwanamke ndio anaongozwa na hisia. Na kama ingelikuwa talaka wanatoa wanawake kuwapa wanaume, duniani leo kungekuwa hakuna ndoa hata moja. Kama talaka zingekuwa wanawake ndio wanatoa talaka, duniani leo kungekuwa hakuna ndoa hata moja. Kwa sababu wanawake ni viumbe ambao wanaongozwa na hisia. Na wewe ukitaka kulijua hilo, ukigombana na mke wako msikilize maneno yake. Ukimprovoke kidogo tu, ukamkera kidogo tu, sikiza maneno yake. Nipe talaka yangu. Kwetu sijaiba. Kwetu sijaua. Hayo ni maneno ya wanawake. Lakini kesho ukiamka asubuhi, anacheka, anatabasamu, kashasahau jana kama kadai talaka. Kwa hiyo kama ingelikuwa wao ndio wanatoa, maana yake ingelikuwa hakuna ndoa. Kila siku wanaume wangekuwa wanaachwa, kwa sababu wanawake ni viumbe wanaongozwa na hisia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala tendo hili la kutoa talaka amewapa wanaume kwa sababu anajua namna alivyowaumba wanaume sio viumbe wanaoongozwa na hisia. Kwa hiyo ikitokea mwanamume akawa ni mwepesi wa kutoa talaka, huyu anakwenda dhidi, anakwenda kinyume na yale maumbile yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomuumbia nayo. Yani mwanamume anatakiwa amiliki hisia zake,
asiwe mwepesi wa kufanya maamuzi. Mwanamume huwa hafanyi maamuzi ya kuongozwa na hisia, hapana. Decision ya mwanamume, maamuzi ya mwisho ya mwanamume anapofanya maamuzi ya kutoa talaka, basi ni jambo ambalo limefika to the maximum level, limefika kwenye hatua ya mwisho ya juu kabisa, kwamba sasa hapa no way out, hakuna namna. Mwanamume ndio huwa anatoa talaka, lakini sio jambo kidogo talaka, jambo kidogo talaka. Unaondosha yale maumbile, ile mamlaka aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifai kwa wanaume na wenyewe vile vile kutumia talaka kama ni bakora ya kuwachapa wanawake, ni jambo ambalo halifai. Lakini katika miongoni mwa mambo yanayopelekea wanawake wengi kudai talaka kwa waume zao, tukumbuke mada yetu ya msingi tunazungumzia madhara ya wazazi kuachana, au madhara ya wazazi kuachana na malezi ya watoto baada ya wazazi kuachana. Hii ndio mada ambayo tunaizungumzia. Sasa wakati fulani wanawake wanalazimika kudai talaka kwa waume zao kwa sababu ya shida wanayoipata katika baadhi ya majumba. Hili nao lazima tuliseme. Kuna wakati tunaweza tukawa tunawalaumu wakina mama kwamba kwa nini talaka, kwa nini wanazitalaka, lakini kuna sehemu fulani wanaume tunakosea juu ya kuishi na wanawake. Kuna kitu kinaitwa unyanyasaji wa kijinsia. Unyanyasaji wa kijinsia. Hili jambo limetawala sana katika baadhi ya ndoa nyingi sana. Yaani kwa kuwa mimi ni mwanamume najiona nina haki ya kumbamiza tu mwanamke ninapotaka. Na kuna watu wapo Waislamu ambao kazi yao ni kupiga tu wanawake. Yaani mke wake akimkosea kidogo kama ngoma kapiga. Mwanamke akijibu hivi kafanya hivi, mwanaume anapiga. Imefikia mahala wanawake wanakuwa wananyanyasika katika majumba yao. Mwisho wa siku mwanamke anashindwa kuvumilia, anadai talaka kwa mume wake. Sasa hili ni jambo ambalo halifai, unyanyasaji huu wa kijinsia. Kwa kuwa tu mimi ni mwanamume, nina nguvu, naweza nikampiga huyu, naweza nikambamiza, basi nafanya ninavyotaka tu. Hapana. Hii ni katika moja ya sababu inayopelekea wanawake kudai talaka katika majumba yao. Lakini sababu nyingine, matunzo kwa wanawake yamekuwa hakuna. Kuna baadhi ya ndoa wanawake wanapata tabu. Wanawake wana haki zao katika ndoa, wanazo haki zao, na wanaume wana haki zao katika ndoa. Katika miongoni mwa haki za wanawake ni alkiswa. Alkiswa, wanawake wanatakiwa waveshwe, mwanamke atakiwa avalishwe. Lakini wako baadhi ya Waislamu wanawake, au mtu ana mke wake hajawahi kumnunulia nguo, mwaka mzima unapita. Mwanamke utamkuta na kijola chake kimoja ama na kanga zake mbili mpaka zinachanika, mpaka mwanamke anatia aibu mtaani, na mwanaume hana muda wa kumnunulia nguo mke wake. Huu ni unyanyasaji katika maisha ya ndoa. Katika miongoni mwa haki ya mwanamke anayotakiwa kupewa ni alkiswa, mavazi. Lakini katika miongoni mwa haki nyingine anayotakiwa kupewa mwanamke ni an-nafaqa au taamun. Mwanamke anatakiwa alishwe, apewe chakula. Hii ni haki yake mwanamke katika ndoa. Lakini kuna baadhi ya ndoa mwanamke chakula anajitafutia mwenyewe. Bali imekwenda mbali zaidi, kuna baadhi ya ndoa mtu ana uwezo wa kumlisha mke wake milo 3 na anamlisha mlo mmoja. Imepelekea wanawake wengi kudai talaka katika majumba yao. Lakini miongoni mwa haki ya mwanamke anayotakiwa kupewa ni asukna, makazi. Atakiwa apewe makazi. Lakini kuna baadhi ya nyumba au kuna baadhi ya watu wameshindwa kuwatekelezea hitajio la msingi la kuwapa makazi wake zao. Yaani mtu ana mke, lakini yule mke anakaa kwao, na yule mwanaume naye anakaa kwao, lakini mke wake yule kamtelekeza kwao, akijisikia ndo anakwenda kumchukua, anafanya naye jambo, anamtelekeza kule. Kwa hiyo haki ya msingi mwanamke anakosa. Lakini kuna baadhi ya ndoa, na hizi zimekuwa nyingi sana, nyingi, kesi hizi zimekuwa nyingi. Kuna watu, mtu inafikia kiwango miezi 3 hajamuingilia mke wake, hajafanya jimai na mke wake. Kuna baadhi ya ndoa imefikia kiwango mtu anamaliza miezi 3, na kuna ndoa nyingine zimemaliza miezi 6, nyingine mpaka mwaka, mtu hajamgusa mke wake.
Tena kuna baadhi ya ndoa mtu anakwenda kuoa, mtu anakwenda kuoa mke mwingine kisha anamtelekeza yule mke wake wa kwanza. Wako wanaume wanaofanya kitu kama hiko, anakwenda kuoa mke mwingine wa pili na ana mke wake wa kwanza anamtelekeza yule mke wake wa kwanza. Mwanamke yule wa kwanza inamaliza miezi 3, 6, mwaka hajaguswa na yule mume wake. Mwisho wa siku huyu mwanamke inapelekea kuomba talaka au kudai talaka. Ukienda katika mahakama ya kadhi au kwenye ofisi ya chief kadhi, utakuta kuna kesi nyingi za wanawake kutelekezwa na waume zao. Mwanamke huyu ana haki ya kudai talaka kwa sababu ametelekezwa, mahitaji yake ya msingi hajayapata. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linapelekea wanawake wengi kudai talaka na kupelekea ndoa nyingi kuvunjika katika msingi kama huo. Kwa hiyo hili lisiwepo tatizo kama hilo katika jamii, maana yake ni lazima wanaume wachukue majukumu yao yale ya msingi. Wachukue yale majukumu yao ya msingi waliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatazama wale wanawake, kuwapa zile haki zao za msingi wanazostahili, ili wasipelekee kudai talaka. Lakini kuna baadhi ya sababu tunazitengeneza sisi wenyewe wanaume mpaka inapelekea wanawake kudai talaka. Lakini katika miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea wakati mwingine kwa wanaume kuwaacha wake zao, maana sio tu kwa wanawake kudai talaka, bali wanaume nao pia inapelekea kuwapa talaka wake zao, ni yale madhila wanayoyapata kutoka kwa wake zao vile vile. Maana haya mambo yako vice versa, yani wakati mwingine inakuwa upande huu, wakati mwingine inakuwa upande huu. Wakina mama nao wakati mwingine huwa wanapelekea kuwafanya wakina baba wawaache wale wanawake. Niliwahi kuambia siku moja, katika kitu ambacho wanaume wanakitaka kutoka kwa wake zao, kupata kitu kinaitwa listening ear, kupata sikio la kuwasikiliza. Listening ear, sikio la kuwasikiliza. Mwanamke anapokuwa sio msikivu kwa mume wake, ni moja ya sababu inayopelekea mwanamume kumpa talaka yule mwanamke, kwa sababu sio msikivu. Hii ni sababu. Lakini mwanamke anapokuwa msikivu kwa mume wake, ni ngumu sana kumkuta mwanamume akampa talaka mke wake. Kuna msemo mmoja Waswahili wanasema, hakuna mwanaume mkaidi kwa mwanamke mnyenyekevu. Yaani siku zote mwanamke akiwa mnyenyekevu kwa mume wake, lazima mwanamume anakuwa mpole na hawezi kumwacha huyo mwanamke. Inaweza ikatokezea akaoa mke mwingine, lakini hawezi kumwacha yule, kwa sababu yule mwanamke ni mnyenyekevu kwa mume wake. Lakini miongoni mwa sababu zinazopelekea wanaume kuwaacha wake zao ni kwa sababu ya wanawake kukosa usikivu kwa waume zao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yeye alipata bahati ya kupata mwanamke aliyekuwa akimsikiliza sana. Alikuwa ni Mama Khadija, alikuwa akimsikiliza sana Bwana Mtume Muhammad. Lakini Mtume alipata utulivu, ile sakina ya ukweli aliipata kwa Mama Khadija. Na ndio lengo la ndoa, kama alivyosema Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ile sakina Mtume aliipata kweli kwa Mama Khadija, mpaka ikafikia hatua Mtume ilikuwa akipatwa na madhila yoyote alikuwa akikimbilia kwa Mama Khadija, kwa sababu ndio mahala ambapo Mtume alikuwa akipata utulivu pale kwa Mama Khadija. Sasa siwaambii kwa wanawake wetu wa leo kwamba mtu akapata madhara kwenye biashara, kazini kwake pengine kapata madhara fulani, anategemea akirudi nyumbani atapata tulizo. Hali haipo hivyo katika nyumba nyingi za wanaume wengi wa Kiislamu, bali wanawake imekuwa ndio sababu ya kuwaongezea maumivu wanaume wengi wa Kiislamu. Kwa hiyo wanawake wanachokikosea ni kushindwa kuwapa sikio la kuwasikiliza waume zao na kuwatuliza, kuwafanya ni sehemu ya kimbilio, kwamba mume wangu kwangu mimi ndio sehemu ya kukimbilia. Kwa hiyo wanaume wamekosa listening ear, sikio la kuwasikiliza. Mwisho wa siku wanaume wakikosa hilo, wanaamua kuandika talaka kumpa yule mwanamke. Gugu, maneno kuwa mengi. Katika kitu ambacho wanaume hawapendi ni gugu la maneno. Mama Khadija, hakuna riwaya hata moja
iliyowahi kuandikwa kwenye Sahih Bukhari wala kwenye Muslim, wala sio zile asahul kutub baada al-Qur'an, vile vitabu vyote ambavyo tunasema baada ya Qur'an ndio vinafuatia. Haijawahi kutokea kuna hadithi hata moja kwamba mtume alibughudhiwa na mama Khadija, haijawahi kutokea. Au hadithi hata moja mama Khadija aliwahi kumsemeza vibaya mtume, haijawahi kutokezea. Lakini sikwambii wewe leo ndio ukamwambia mke wako, mke wangu vaa juba. Mwambie tu mke wangu bwana vaa juba. Sikiliza hayo maneno yatakayotoka huko. Shehe utakuwa wewe bwana, ushehe huo umeanza lini? Haya maneno yakiwa yanakithiri katika nyumba, mara nyingi huwa yanapelekea mwanamume kuandika talaka kumpa yule mwanamke. Sio sababu ya kumpa talaka mwanamke actually, kwamba pengine ukamwamrisha mke wako vaa juba kisha akakataa ukasema nakupa talaka. Sisemi kuwa ndio sababu, isipokuwa mwanamume anapokuwa anamwamrisha mke wake kisha yule mwanamke akawa hasikii kile anachoambiwa, mwanaume anaona sisikilizwe, anaamua kuandika talaka, anampa mke wake. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wajue wakati fulani gubu, maneno, kuto kumsikiliza mume ni sababu zinazopelekea mwanamume kuandika talaka. Lakini sababu nyingine, kukosa uaminifu. Kukosa uaminifu katika maisha ya ndoa. Hii ni sababu inayopelekea wanaume kuandika talaka, kuwaacha wake zao. Mwanamke anapokosa uaminifu katika nyumba yake, mwanamume huwa hana uvumilivu wa kuendelea kukaa na mwanamke ambaye sio mwaminifu. Mwanamke anaweza kumvumilia mwanamume. Tazama maumbile yalivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wanawake. Mwanamume anaweza akafumaniwa na mke wake, lakini mwanamke akamsamehe mume wake na wakaendelea kuishi. Lakini mwanamume akimfumania mke wake, ni ngumu sana kwa mwanamume kuweza kumsamehe mwanamke. Ngumu sana. Ni mmoja katika 100. Lakini mkeo anaweza akakusamehe. Lakini juu ya kwamba mwanamke anaweza kukusamehe, mwanamke huwa asahau. Mwanamume akikusamehe anasahau, mwanamke huwa asahau. Siku ukimkera anakukumbusha, unajua wewe mwaka fulani ulifanya 1 2 3 4, lakini mnaendelea kuishi, amekusamehe, lakini huwa asahau. Maana kusamehe ni jambo moja na kusahau ni jambo lingine. Yule Wahshi aliyemuua Hamza ammi yake na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baadaye Wahshi akaingia katika Uislamu. Lakini Mtume kila alipokuwa akimuona Wahshi alikuwa akijisikia vibaya, japokuwa alikuwa amemsamehe na yule alikuwa kashaingia katika Uislamu. Lakini bado Mtume alikuwa anakumbuka lile tukio kwamba huyu kamuua ammi yangu Hamza, lilikuwa anakumbuka, linamjia lile tukio, ina reflect kwenye akili yake. Kwa hiyo na wanawake wako hivyo hivyo, kwamba anakusamehe lakini siku ukikosea anakukumbusha. Lakini mwanaume akimfumania mke wake hana sifa ya kusamehe, kwa vyovyote lazima atamwandikia talaka. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika, hasa kwa wakina baba kutoa talaka, ni kukosekana uaminifu kwa wakina mama. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo, hata hizi simu hizi smartphone, wakina mama wake zetu wanajiposti kwenye mitandao. Sasa hivi kuna mitandao ya TikTok, kuna Instagram, kuna Facebook. Utakuta mwanamke au mke wako anajipiga selfie, anajiposti katika mtandao. Akijiposti katika mtandao, kule kunakuwa na wajuba. Kuna watu wanaitwa wajuba. Kazi yao wao kutazama wanawake waliokuwa wazuri katika mitandao. Wale wajuba wakishaona picha nzuri wanaingia inbox, wenyewe wanaita imbogo. Wanamfuata mtu inbox, anamfuata yule mwanamke anakwenda kumtongoza. Kwa hiyo wanawake wengi wanachati katika mitandao ya kijamii, kiasi ambacho mpaka zile simu zimekuwa na password, mume wake hawezi kumpa ile simu, hawezi kumpa mume wake, kwa sababu kuna wanaume wengi anakuwa anachati nao. Kwa nini? Kwa sababu katengeneza kishawishi kwenye mtandao, ameweka picha. Kwa hiyo kuna watu wanakwenda wanamuapproach, wanakwenda inbox na yeye anachati nao. Kwa hiyo mwisho wa siku unakosekana uaminifu katika maisha ya ndoa. Na mwanaume akikosa jambo hilo la uaminifu, mwanaume huwa mwepesi sana kutoa talaka. Kwa hiyo wakina mama wanatakiwa wachunge ule uaminifu wao juu ya waume zao. Mwanamume akishagundua mke wake sio mwaminifu, kwa vyovyote vile talaka lazima itatoka tu. Lakini kukosekana kwa uvumilivu kwa wanawake. Wanaume mara nyingi wanatoa talaka kwa sababu wanawake wamekosa uvumilivu. Yaani ile ikitokezea mwanaume kakosa hali ngumu ya maisha,
chakula imekuwa mtihani, pengine wanakula mlo mmoja. Unajua wanawake kila siku kama ninavyowaambia ni viumbe ambao wameumbwa, subira yao ina mipaka. Yaani mwanamke ukikosa leo, kesho kutwa, siku 5 ya 6 mwanamke anaanza kufikiria kuondoka kwenye nyumba, au anatafuta alternative way, anatafuta njia ya kufanya ili aweze kupata kile anachokihitaji. Akishaona kuna dhiki ndani ya nyumba, mwanamke uvumilivu wake unachukua siku 5. Hii ni tafiti. Kuna tafiti imefanyika kwamba wanawake wana uwezo wa kuvumilia shida kwenye nyumba kwa siku 5 tu, ya 6 huwa anaanza kufikiria alternative way. Anaweza akawa hajafanya kitu, lakini anaanza kufikiria kwamba maisha haya mpaka lini? Hivi kwa nini mimi nakula mlo mmoja? Kwa nini mimi sivai vizuri? Kwa nini mimi hivi? Yaani kuna dhiki fulani akipitia kwenye maisha yake tu ndani, mwanamke anaanza kutafuta namna nyingine, kwa sababu subira yao inakuwa ina mipaka. Kwa hiyo hali hii ya kukosa uvumilivu inapelekea wanaume wengi pia kuwapa talaka wake zao, kwa sababu mwisho wa siku huyu mwanamke akikosa uvumilivu ataanza kutoa maneno ya ajabu kwa mume wake. Mwisho wa siku mwanaume anatoa talaka. Kwa hiyo hii ni sababu inayopelekea ndoa nyingi sana kuvunjika katika wakati uliokuwa nao. Sasa Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya watu kuoana tunategemea kwamba inapatikana nasli, kinapatikana kizazi. Wakati fulani kuna watu wanaachana kwa sababu ya kukosa kizazi, na kuna baadhi ya watu wanaachana kwa sababu ya kupata kizazi. Nimewahi kushuhudia mimi, kuna watu wameachana, mume kamkimbia mwanamke kwa sababu mwanamke kazaa mtoto mwenye wale watoto ambao wanakuwa na tatizo la utindio wa ubongo. Mwanaume kaamua kumkimbia mke wake. Kwa hiyo kuna watu wanaachana kwa sababu ya kupata kizazi. Usistaajabu kwamba mtu akipata mtoto na mwanamume ndio inakuwa sababu ya kumwacha mkeo. Usistaajabu, kwa sababu mtu anamwacha mke wake baada ya kuona mtoto ana changamoto. Mwanaume anaona hayuko tayari kulea yule mtoto, anaamua kumwacha yule mwanamke. Kuna mwingine anamwacha mwanamke kwa sababu kazaa mtoto mlemavu. Lakini kuna watu wanaacha wanawake kwa sababu ya kukosa kizazi, kwamba mwanamke ni mgumba, mwanaume anaamua kumwacha yule mwanamke. Kwa hiyo sababu za kuachana ziko nyingi sana. Kuna kupata kizazi ni sababu ya kuachana, kuna kukosa kizazi ni sababu ya kuachana. Tena imekwenda mbali zaidi, wengine wanaachana kwa sababu tu mwanamke anapata watoto wa kike tupu. Yaani pengine mtu kashazaa watoto 7 wote wa kike. Kwa hiyo anaona huyu mwanamke anazaa watoto wa kike tu, anaamua kumwacha yule mwanamke. Anakwenda kutafuta mwanamke mwingine kwa lengo la kutafuta mtoto wa kiume. Kwa hiyo hii hali yote inatokea katika jamii, ni miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuachana katika maisha ya ndoa. Lakini sasa watu wakishaachana, nani anayeathirika baada ya watu kuachana? Ni nani anayeathirika baada ya watu kuachana? Mimi nikiachana na mke wangu au wewe ukiachana na mke wako, sio mke wangu atayeathirika au mimi nitaathirika. Kwa sababu maumivu ya mwanadamu yana muda tu. Maumivu ya mwanadamu yana muda. Mwanamke baada ya maumivu yake anaweza kwenda kupata mwanaume mwingine akaolewa. Na mwanamume baada ya maumivu yake kuisha anaweza kupata mwanamke mwingine akaoa. Lakini wanaoathirika hapa ni watoto. Sasa hawa ndio wanaoathirika. Hawa ndio wanaoathirika kwa kiwango kikubwa. Watoto ndio wanaoathirika, sio baba na wala sio mama. Wanaoathirika ni watoto. Kwa sababu gani? Sheria ya Tanzania imeweka umri, kwamba umri fulani mpaka kufikia miaka kadhaa mtoto huyu atakuwa analelewa na mama, hawezi kwenda kukaa na baba. Kwa hiyo mama atakuwa na jukumu la kukaa na yule mtoto mpaka atimize umri fulani, ndio baba anaweza kumchukua. Kwa hiyo yule mtoto atakwenda kulelewa na mzazi mmoja, single parent. Anakwenda kulelewa na malezi ya pande moja ya mama. Yule mama anaweza kupata mume. Nimeshuhudia kuna kesi nyingi sana za baba wa kambo kumuingilia kinyume na maumbile mtoto wa mke wake, mtoto wa kambo. Kesi nyingi sana nimeshuhudia. Yaani baba wa kambo anamuingilia mtoto wa mke wake, mtoto wa kambo, kinyume na maumbile.
Kesi hizo zipo nyingi sana. Kwa sababu gani? Hawezi kuwa na huruma kwa sababu yule sio mwanawe by nature. Kwa hiyo hana huruma naye. Kwa hiyo mtoto anakosa malezi ya upande wa kwa baba, anapata malezi ya baba mwingine ambaye hana huruma naye. Inakosekana ile huruma kwa mtoto. Kwa hiyo anayeathirika hapa ni mtoto, japokuwa mama anakaa na yule mtoto, lakini anayeathirika ni mtoto. Na wakati fulani anaweza asiathirike katika mtazamo huo, lakini psychologically mtoto anaweza kuathirika. Kwa kule kukosa malezi ya baba, mtoto anaweza kuathirika. Kila siku anapokuwa anamuona mama pasipo kumuona baba, mtoto huwa anaathirika kisaikolojia. Siku moja niliwahi kuambia kuna umri ukifika wa mtoto huwa anapenda kusikia sauti ya mamlaka, sauti ya baba. Kuna umri ukifika mtoto anapenda kusikia sauti ya baba inamwambia acha hiyo, fanya hiki. Yaani ile sauti ya amri mtoto huwa anataka kuisikia kwenye ubongo. Sauti hiyo mtoto akiikosa, psychologically yule mtoto anakuwa anaathirika. Maana yake anakuwa amekosa malezi ya kimamlaka, ya miongozo ya baba. Anakuwa ameikosa. Ndio unaona watoto wengi sana waliolelewa na single parent wanakuwa maadili yao yanakuwa sio mazuri. Sisemi wote. Wako watu mfano wao ni mzuri, wamelelewa na upande mmoja, ima wamelelewa na baba au na mama, lakini walikuwa ni watu wema. Akiwemo al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, amelelewa na mama lakini ni mwanachuoni mkubwa, ni mu'tamad na madhhabu yake si ndio tunayafuata, lakini amelelewa na mama. Lakini ukienda kwenye asilimia, kwenye percentage, asilimia 99 wanaolelewa na mzazi mmoja mara nyingi wanakuwa wanaharibika kwa sababu wanakosa malezi ya upande mwingine. Kwa hiyo baba na mama wakiachana, anayeathirika hapa ni mtoto. Kwa mfano baba amchukue mtoto akaishi naye. Baba hana muda wa kukaa na mtoto. Tabani anakuwa yupo kwenye harakati zake za kutafuta riziki, mtoto yuko nyumbani. Atalelewa na mama wa kambo. Na tunajua sisi siku zote mara nyingi mwanamke kulea kitu ambacho sio chake katika zama tulizokuwa nazo leo ni ngumu sana. Ngumu sana. Kazi hiyo waliweza kuifanya wazee wetu zamani. Mama zetu wale wa zamani ndio walifanya kazi hiyo. Lakini kwa zama tulizokuwa nazo, kumchukua mtoto ukaenda kumweka kwa mama wa kambo, umemtafutia shida kubwa sana. Shida kubwa sana. Kwa hiyo mtoto atakosa yale malezi ya mama. Mapenzi yale ya mama atayakosa, kuelekezwa, mafundisho. Japokuwa wako wanawake hao wanaweza kulea, lakini ni wachache sana. Lakini wengi ya wanawake ni wale ambao hawawezi kulea watoto wa wenzao. Kwa hiyo anayeathirika hapo anakuwa ni mtoto tu siku zote, kwa sababu anakosa malezi ya pande mbili. Siku moja niliwahi kuambia mtoto wa kiume akienda kulelewa na mwanamke, kuna baadhi ya vitu wanaadapti vya kike. Mtoto wa kiume akiwa anapenda kukaa na watoto wa kike, kuna vitu vya kike huwa anaadapti, huwa anavichukua. Na siku zote kwenye psychology, ukimwona mtoto wako wa kiume anapenda sana kukaa na watoto wa kike, anza kuchukua hatua za makusudi. Ukimwona mtoto wako wa kiume anapenda kukaa na watoto wa kike, yani ni mdogo lakini anapenda kucheza na watoto wa kike, anza kuchukua hatua za makusudi mapema, haraka iwezekanavyo. Kwa sababu kuna hatari huyu mtoto akawa anaanza kuharibika psychologically, kuadapt zile tabia za kike. The same vile vile na mtoto wa kiume anapokuwa analelewa muda mrefu na mama, anakosa yale maadili na kuadapt zile tabia za kiume kutoka kwa baba. Siku moja nikawaambia kwamba inafikia mahala sasa hivi kumekuwa na matomboi. Kumekuwa na watoto wa kike ambao wanaingiliana, wanasagana baina ya watoto wa kike na watoto wa kike. Kwa sababu gani? Mtoto wa kike ameadapti tabia za kiume. Kwa hiyo mpaka hormones zake zimebadilika, kwa hiyo anajifanya na yeye ni mwanaume. Kumetokea na matomboi sasa hivi wamekuwa wengi. Ukifuatilia kwa makini, tabia ya utomboi huwa haiji ukubwani. Tabia ya utomboi huwa inaanzia toka udogoni. Kwa hiyo maana yake huyu mtoto ukimfuatilia, pengine kuna mazingira aliadapti toka udogoni kwake. Na mtoto wa kiume the same vile vile. Vile vile.
Ukiona mtoto wa kiume ameharibika ukubwani, labda kwa sababu ya tamaa, labda mnacheka, ndio hivyo, labda kwa sababu ya tamaa. Mwingine anataka kula chips mayai, furahia. Mwingine anataka kuwa na simu nzuri. Kwa hiyo inapelekea hivyo mtu kuharibika. Lakini mara nyingi inakuwa ni tabia ambayo mtoto anakuwa ameadapti toka udogoni kwake. Kwa hiyo ukimwona mtoto wa kiume ameharibika ukubwani kwa sababu ya tamaa tu, lakini mara nyingi anakuwa ameadapti tabia hizo, katoka nazo toka udogoni. Ndio maana mnaona leo kuna watu ambao wanaingilia na mapenzi ya jinsia moja baina ya wanaume kwa wanaume. Kwa hiyo wanapoachana wazazi, inapelekea kuathirika kwa kile kizazi, sio wazazi wenyewe, hapana, kile kizazi. Fanyeni utafiti, panyarodi wengi hawa, panyarodi hao, fanyeni utafiti, ni watu ambao wazazi wao wameachana. Tunasema ni broken family, familia zao zimevunjika. Na familia ikivunjika, wakati fulani unasikia mtoto anakwenda kulelewa na bibi au anakwenda kulelewa na babu. Na malezi ya bibi na babu tunayajua, yani babu na mjukuu wake, bibi na mjukuu wake, ni malezi, anamlea kiudele udele. Kwa maana yake mtoto yule anaachiwa afanye anavyotaka, anakuwa vile. Kwa hiyo hata panyarodi wengi tunawafuatilia leo mitaani ni watoto ambao ukifuatilia kwa undani ni familia ambazo zimevunjika baina ya baba na mama. Wachache sana ambao wazazi wao wako pamoja, lakini wengi wao wazazi wameachana. Na kama ikitokezea wazazi wako pamoja, basi pengine huyu baba ni yule ambaye anaitwa ni workaholic father. Workaholic father, mnajua workaholic father ni nani? Workaholic father ni baba ambaye anakuwa yuko busy na kazi muda wote, ndio workaholic father. Ni baba ambaye anakuwa yuko busy na kazi, yani hana muda wa kufuatilia malezi ya mtoto wake. Ni baba ambaye anakuwa yuko busy na kazi, hafuatilii malezi ya mwanae. Kwa hiyo inawezekana wazazi wakawa wako pamoja, lakini baba akiwa yuko busy na kazi, inakuwa ni ngumu sana kufuatilia malezi ya mtoto, kwa hiyo mtoto anakuwa anaharibika. Kwa hiyo inawezekana pia wazazi wakawa pamoja, lakini mtoto akaharibika. Lakini hawa ni wachache sana, lakini wengi ni wale ambao familia zao zimekuwa ni broken family. Familia zimevunjika. Kwa hiyo madhara yanayotokana na familia kuvunjika ni kizazi kuharibika. Taifa linavuna kizazi ambacho kinakuwa ni useless, kizazi ambacho kimekosa maadili, kizazi ambacho hakina faida katika taifa. Ndio unaona leo vijana wengi au watoto wengi wamekuwa watu wa kubeti. Yaani ukifuatilia vijana wengi wanaobeti ni wale ambao walikosa malezi ya pande mbili ya baba na mama. Wanakwenda kucheza kamari, kuweka mikeka. Lakini mtoto aliyelelewa na pande mbili anaweza kuelekezwa kwamba hili baya, hili zuri, ili fanya, ili usifanye. Kwa hiyo kuvunjika kwa familia kunapelekea kwa kizazi kuharibika katika zama tulizokuwa nazo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunajaribu kukumbushana kwamba idadi ya talaka zimekuwa nyingi. Kwa takwimu iliyotolewa na Wizara ya Sheria na Katiba, leo nilikuwa namsikiliza Waziri Ndumbaro, zimefikia vyeti vya ndoa 675. Tofauti na makadirio ya vyeti vya ndoa walivyopiga hesabu 500 takriban kama 28. Wanasema imekwenda asilimia 116 badala ya kuwa asilimia 100, imevuka asilimia 116. Talaka zimekuwa nyingi. Maana yake jamii inakwenda kupoteza maadili yake, kwa sababu watu wataachana, kinachokwenda kuathirika pale ni kile kizazi walichokuwa wamekileta duniani. Kwa hiyo Mtume anakataza watu kutoa talaka, na Mtume anakataza watu kudai talaka, wanawake kudai talaka kwa waume zao. Ifike mahala watu tuvumiliane katika maisha ya ndoa tu, kwamba mimi naishi na huyu kwa sababu ya. Kwa hiyo unavumilia tu, naishi huyu kwa sababu nimezaa naye, unavumilia tu.
Na msingi wa maisha ya ndoa ni subira siku zote, kuvumilia. Kuvumilia. Mimi nishawahi kumshuhudia mtu mmoja, nimalizia hapa, anaishi maeneo ya Tegeta huko. Yule bwana alimfumania mke wake, alimfumania red handed ile kabisa, akamfumania. Alafu yule bwana hakumwacha yule mke wake, hakumwacha. Baada ya kumfumania hakumwacha yule mwanamke. Kwa kuwa alikuwa amezaa nao watoto 4, yule bwana alichokifanya akaoa mke mwingine. Yeye akawa anakuja pale nyumbani, analala siku, anakwenda kwa mke mwingine, anakuja analala. Hivyo hivyo akawa anakuja hivyo hivyo. Hakumwacha yule mwanamke mpaka ile leo ninavyozungumza, hakuwahi kumpata na hakuwahi kumuuliza kwa nini umefanya hivyo. Hakuwahi kumuuliza. Unaweza ukaona huyu mtu ni mtu aina gani? Hakuwahi kumuuliza mpaka leo anaishi naye. Kilichotokea yule mwanamke mpaka leo anaishi na mashaka kwamba huyu anataka kunifanya nini? Yaani hiyo hali huwa inakuja, huyu anataka kunifanya nini? Mbona hajaniuliza? Umemfumania mtu anafanya jambo mkeo, kisha umuulize kwa nini umefanya hivyo? Alafu kisha ukaendelea kuishi naye. Mwanaume anasema huyu nimezaa naye mimi, nikimwacha huyu shida itakuwa kwa hao wanangu. Kwa hiyo yule jamaa anaendelea kuishi na mke wake kama kawaida. Na mpaka leo hajawahi kumuuliza. Inshallah muda wa adhana umefika na dakika 2, kisha baada ya hapo tuweze kumalizia, tuingie katika ibada ya sala inshallah. Ile ikhtisari tu. Malezi baada ya wazazi kuachana ya watoto, hali inakuwaje baada ya watu kuachana? Hili ndio lilikuwa somo, lakini kubwa tunakumbushana na kuhimizana ya kwamba kuvumiliana katika maisha ya ndoa, kila mmoja kuwa na subira katika maisha ya ndoa, kwa sababu mnakutana watu ambao kila mmoja ana tabia yake. Pasipo kuvumiliana, maana yake mnaweza mkapelekea athari kubwa kwa kizazi chenu. Na kila mmoja aliyekuwa hapa anatamani kuona mtoto wake anakuwa katika ustawi uliokuwa mzuri, sio kuharibika. Sasa moja ya msingi ya mtoto kukua katika mazingira mazuri ni kuwepo kwa baba na mama. Baba akiwepo, mama akiwepo, basi yale malezi ya mtoto yanakuwa ni mazuri, kwa sababu mtoto anapata pande zote mbili, baina ya baba na mama. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa somo, tulichukue, tulibebe na tulifanyie kazi katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu talaka zimekuwa nyingi katika ofisi ya Chief Qadhi. Talaka zimekuwa nyingi, ukienda Rita, kesi za ndoa zimekuwa nyingi mahakamani. Tuache kupiga wanawake, ile sexual abuse of women, unyanyasaji wa wanawake, kupiga wanawake. Tuache kuwapiga wanawake, tuache kuwanyanyasa wanawake, tuwape zile haki zao, na wanawake pia watekeleze zile haki za waume zao zinazostahili. Kila mmoja akitekeleza wajibu wake itapelekea ndoa nyingi kudumu, lakini mmoja asipotekeleza wajibu wake ndoa zinakuwa haziwezi kudumu. Na sasa hivi kuna watu anakuambia mimi najua kuoa tu sijui kuacha. Kuna tabia hiyo ya wanaume kwamba najua kuoa sijui kuacha. Mtu anapiga mwanamke, anamnyanyasa mwanamke, anarudi saa 9 usiku, anakunywa pombe, tabia za ajabu, kisha mwanamke anapata matatizo, anamwambia mimi sijui kuacha, nimejua kuoa tu. Ukimuuliza anakwambia talaka ninayo mimi ndo natoa talaka. Sheria ya Uislamu haisemi hivyo kwamba kwa kuwa unatoa talaka ndio umfanyie vibaya mwanamke, hapana. Sheria ya Uislamu imeweka kuna matobo mawili hapo yanayoweza kumfanya mwanamke akatoka kwenye hiyo ndoa. Imma akajivua akafanya khul'i katika ndoa, imma akifika kwa Chief Qadhi ndoa inaweza ikafutwa vile vile. Kwa hiyo hakuna mlango wa kumnyanyasa mwanamke. Hakuna mlango huo wa kumnyanyasa mwanamke. Kwa hiyo sifikie kiwango hiko. Na wanawake vile vile hakuna mlango wa kuwanyanyasa wanaume mpaka kufikia kiwango cha kudai talaka inshallah. Basi kwa haya machache tushike na hapa, saa 2:05 muda wa swala umefika. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.